Ndugu zetu wa Tanzania, kuna jambo tunahitaji kuongea na nyie au tunaomba kuongea na nyie. Jambo hilo ni kama lifuatalo. Tukikumbuka tarehe 29 Oktoba ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Lakini zilitokea vurugu zilizoweka taifa letu kwenye sintofahamu. Wananchi walipoteza maisha, ofisi za umma zilichomwa, mali za watu ziliharibiwa. Sisi kama Wadudu Official tumekuwa miongoni wa wahanga wa kilichotokea tarehe 29 Oktoba, siku iliyogusa maisha ya vijana wengi na jamii kwa ujumla. Tukio lile lilileta maumivu makubwa na mfumo halisi na mambo mbalimbali. Kwa mfano, Wadudu kama Wadudu tulipata msiba, ambao msiba huo ulikuwa ni msiba wa mke wangu ambao ni shemeji yenu. Nadhani mnatambua hilo. Ndio. Mke wangu alifariki dunia na kuniachia mtoto wa miaka 4. Leo hii mtoto yule hana mama. Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Sasa mimi kama kijana sitamani kuona kijana mwenzangu naye anapoteza mkewe, anamuacha mtoto wake kwenye taharuki. Basi tumesikia kuna taarifa zinazodai kuwa maandamano mengine yanatarajiwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Sisi kama Wadudu hatuna mamlaka ya kuwakataza Watanzania wasifanye maamuzi yao. Hata hivyo tunaomba kwa unyenyekevu, kama kuna njia nyingine za kufikisha malalamiko, basi ingekuwa busara kuzitumia njia hizo zisizo na madhara. Maisha ya Tanzania yana thamani Sana. Maisha ya Tanzania yana thamani Sana. na hayana mbadala. Kweli kabisa. Pia tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokupuuzia hoja na maumivu na kilio cha vijana wa Gen Z. Ndio kabisa hapo. Ni muhimu kusikiliza hoja zao, kujibu kwa weledi, uwazi, majadiliano yenye heshima ili kuepusha sintofahamu na mganganyiko isiyo ya lazima. Kweli kabisa baba. Heiza tunakumbushwa kila mwananchi anapaswa ajue wajibu wake. Ndio. Naongea huku roho na neuma kinyama. Sio wewe tu, hata mimi. Hata mimi pole sana. Sio wananchi tu wanatakiwa wajue wajibu. Pia viongozi wetu nao wanahitajika kujua wajibu wao. Na sote tukumbuke kuwa amani ya nchi ni jukumu letu sote. Kweli kabisa. Naam. Tunasisitiza pia ujumbe huu ni muhimu kwa Watanzania wote. Dini ni tendo la kiroho. Ukabila ni utambulisho wa asili. Na siasa ni maamuzi ya kijamii. Tusiruhusu tofauti hizi zipotoshe hadi kuhatarisha amani ya nchi yetu, ambayo ni nguzo kuu inayoweka salama. Tulinde amani kwa maneno yetu na matendo yetu na maamuzi yetu. Hatutamani kilichotokea tarehe 29 kijirudie. Mungu simama. Hatupende, hatutamani machali zetu walikufa, machali zetu waliuawa. Really baba. Ofisi za umma zilichomwa, watu walipata hasara, watu waliibiwa vitu vyao. Kweli kabisa jomba. Mwisho wa siku tuliingia kwenye hasara sisi wananchi. Hata zile ofisi kujengwa zitatumika zitatumika zile kodi zetu tunazotoa kujenga. Kwa hiyo tutafute njia ambayo itakuwa ni sahihi kufikisha ujumbe wetu kwa viongozi wetu. Na viongozi nao wajaribu kusikiliza vijana, wajaribu kutusikiliza, kukaa chini na sisi, kuongea na sisi vijana, ili nchi yetu izidi kuwa na amani. Tunawapenda Watanzania wote, tunawakubali kinyama.
Hatutamani kuona tena kilichotokea kitokee kwa mara nyingine. I love you Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen. Mungu ibariki Afrika. Afrika. Mungu awabariki.